السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد. leo usiku huu wa Jumatatu ambao Kiislamu ni sawasawa na tarehe 14, usiku tarehe 14 ya mwezi Muharram wa mwaka wa 1443 min alhijrati an-nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa atammu at-taslim. Itakuwa ni sawa na usiku wa tarehe 23 ya mwezi wa 8 wa mwaka wa 2021. Leo hii itakuwa ndio majlisi yetu ya mwisho kwa idhini ya Allah jalla wa ala, katika mfululizo wa majalisi zetu zinazozungumzia mauaji ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Husayn bin Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim al-Hashimi radiyallahu anhu wa an abihi. Tumemueleza katika utangulizi wetu ni nani Al-Husayn, na tukaeleza sababu zilizotupelekea mpaka sisi kulizungumzia jambo hili kwa wakati huu. Kwa wale waliofuatilia mtiririko wetu wa mazungumzo watakuwa wako pamoja na sisi katika kulifuatilia jambo hili kwa kufuata mtiririko huo. Pia katika majalisi zilizopita tulijaribu kuelezea mji wa Al-Kufa na mtazamo wa khalifa wa 4 Ali ibn Abi Talib, khalifa wa 4 katika makhalifa wa ahli sunnah wal jamaa. Ali ibn Abi Talib ambaye ndiye baba mzazi
wa huyu tunayemzungumzia leo, Al-Husayn bin Ali radhiyallahu anhuma, alipokuwa akiwaelezea watu wa mji wa Al-Kufa namna walivyo. Pia tukaelezea aliyosema kaka yake kuhusu mtu huyu, lakini pia tulieleza utabiri wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuhusu watu hawa. Kwa ufupi ni kwamba ni watu wanaosifika na sifa ya khiana. Al-Kufa ni mji wa Kishia mpaka sasa, ni mji uliokaliwa na Mashia mpaka sasa, tangu enzi hizo mpaka leo watu wake ni Mashia. Wanadai kwamba wao ni watetezi na wafuasi wa watu wa nyumbani kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini kwa masikitiko wameyafanya mambo mabaya dhidi ya watu wa nyumbani kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mambo mabaya ambayo hawajawahi kufanyiwa na kiumbe yoyote yule, si Yahudi wala Mnasara. Lakini waliodai upenzi kwa watu hawa waliwafanyia mabwana hawa wakubwa katika Uislamu, mpaka ulimwengu ukawajua wao kwa tabia hiyo, kwamba ni watu wenye khiana na ni watu wasio wa kweli katika mapenzi yao kwa Ahlul Bait. Kwa hiyo tulizungumzia hili ili tupate sura kamili katika jambo hili, na sura ikaanza kutudhihirikia katika majlisi iliyopita, pale tulipoona walipokuwa ving'ang'anizi wakiandika barua za kiushawishi kumwita Al-Husayn radhiyallahu anhu aende katika mji wao. Na Al-Husayn radhiyallahu anhu baada ya ushawishi mkubwa akaitikia maombi yao, akamtuma ibn ammi yake Muslim ibn Aqil ili kuangalia mazingira. Je, mazingira haya ni sahihi na hao wanaomuita ni watu wa kweli? Walichomuonyeshea Muslim ibn Aqil kilimvutia katika ile mara ya kwanza, alivutika nacho Muslim bin Aqil kwa namna alivyopokewa kwa shangwe, kwa furaha. Alishawishika kuiandika barua kumpelekea ibn ammi yake, kaka yake Al-Husayn, na kumwita katika mji wa Al-Kufa kwamba njoo, watu wote hawa wako pamoja na wewe. Lakini baada ya kwenda barua ile, huku nyuma watu wote wale waliodai kwamba ni vipenzi wa Ahlul Bait, watu wote walimtenga na walimkimbia Muslim bin Aqil. Muslim akakamatwa, Muslim akauawa. Watu zaidi ya 18,000 kwa mujibu wa vitabu vya Shia na vitabu vya Ahlus Sunna, watu zaidi ya 18,000 walitoa bai'a kwake Muslim bin Aqil, wakila kiapo cha utiifu kwamba kufa kupona wako pamoja na Al-Husayn. Watu wote wale walimkimbia, Muslim akakamatwa na Muslim akauawa rahimahullahu ta'ala. Sasa tulipoishia sisi ni kwamba sasa Al-Husayn ibn Ali radhiyallahu anhuma ilishamfikia barua ya Muslim bin Aqil kwamba njoo. Alichokifanya yeye ni kufanya maandalizi ya safari, yeye na watu wake, yani wake zake na watoto wake na abnau a'mamihi wa abnau abnai a'mamihi, familia yake katika ahli baiti Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wengineo katika almukhlisuna min atba'ihi,
alikuwa nao watu makhullas wale ambao walikuwa karibu na yeye, akatoka nao akielekea katika ardhi ya Iraq. Masahaba, sasa tunaanzia hapa. Masahaba walipojua kwamba sasa al-Hussein anakwenda katika nchi ya Iraq, masahaba waliokuwepo katika wakati ule, na kusudia wakina Ibn Abbas, wakina Abu Sa'id al-Khudri, wakina Ibn Umar na kina Abdullah ibn Zubayr, hawakukubaliana na al-Husaini kwa maamuzi yake haya, kwa sababu wao hawamzingatii Husaini kwamba ni kama yeye mtu binafsi kama watu wengine tu. Husain radhiallahu ta'ala anhu ni mtu ana makana na manzila na nafasi ya juu kabisa kwa Uislamu, mpaka kwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali hata kwa watu ambao wamemzidi yeye umri, lakini kwa nafasi alionayo, kwa sababu yeye ndiye alikuwa ibnu binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam peke yake aliyeko duniani, mtoto wa kiume wa binti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtoto wa kiume au mjukuu wa kiume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni yeye peke yake alibakia. Kwa hiyo ni watu walikuwa wakimpenda, wakimheshimu. Sasa waliposikia bwana mkubwa huyu al-Husayn bin Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhuma ametia azma ya kuelekea katika mji wa Al-Kufa, masahaba wakatumia nafasi zao. Kwa mfano, sahaba Abdullah ibn Abbas, huyu Abdullah ibn Abbas ni Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Yeye na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtu na ibn ammi yake, baba mkubwa kwa baba mdogo. Baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mkubwa, baba yake Abdullah ni mdogo, kwa sababu Al-Abbas bin Abdul Muttalib ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam wamepishana miaka michache na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ni ami yake. Sasa Al-Abbas bin Abdul Muttalib amemzaa Abdullah, ni ibn ammi yake, lakini kimarika amzaa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amzaa Abdullah. Kwa hiyo huyu Abdullah ibn Abbas na Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika na Ali, hawa ni ndugu, baba zao ni ndugu. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib na Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Kwa hiyo huyu al-Husaini akimwona Abdullah bin Abbas ni ammi yake, anamwita ammi, na Abdullah ibn Abbas ni katika ahlul baiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa aliposikia mtoto wa ndugu yake anataka kutoka kwenda katika mji wa Al-Kufa, Al-Abbas, Abdullah ibn Abbas akamfuata, akamfuatilia mpaka alipompata, akamkataza usiende katika mji wa Al-Kufa, usiende. Wakabishana maneno marefu sana, lakini Al-Husaini hakukubali. Abdullah bin Abbas akamwambia, laula an yuzriya bi wa bika an-nas, laula an yuzriya bi wa bika an-nas latashabbastu yadi fi ra'sik falam atruka tadhhab. Lau kama siku ni dharau mimi, ikafika wakati watu watanidharau mimi na wakakudharau wewe, basi wallahi ningekishika kichwa chako hicho, ningekung'ang'ania wewe, wala nisingekuachia ukaondoka. Ningekung'ang'ania hapa, tukagaragazana hapa, huendi. Lakini sasa tutawatia watu watapatana hamaki, watu watatuona, watatudharau kwamba hawa wamenyana, mtu na mwanawe wameshikana mashati. Sasa watatudharau sisi, lakini sitaki wewe uende kule. Maneno haya
ameeleza al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika al-Bidaya, kitabu al-Bidaya wa Nihaya juzu ya 8, ameeleza haya al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kwamba hizi ndio nasaha au ndio maelezo ya Abdullah ibn Abbas. Hataki mtoto wa ndugu yake aende katika mji wa Al-Kufa kwa zile tabia ambazo anazifahamu yeye kwa watu wa Al-Kufa. Abdullah ibn Abbas ni mkubwa kwa Al-Hussein kwa takriban miaka 6 mpaka 7, kwa sababu Abdullah ibn Abbas amezaliwa kabla ya hijra kwa miaka 3. Abdullah ibn Abbas na huyu Al-Hussein amezaliwa, kuna kauli tofauti. Kuna wengine wanasema ni mwaka wa 3 hijiria, wengine wanasema kama mwaka wa 5. Kuna kauli kama hizo. Alhasil, Abdullah ibn Abbas ni mkubwa na ni ammi kama nilivyoeleza. Al-Hussein ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma hakukubali jambo hilo, na mimi nitakwenda. Mwingine ni Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma alikuwa yuko Makka na wakati ule. Ashabi anaelezea kwamba Abdullah ibn Umar alipopata taarifa kwamba Al-Husaini anaelekea Iraq na kashatoka siku ya 3 sasa, leo tangu ametoka ni siku ya 3 anakwenda Iraq. Kwa hiyo kashapiga safari ndefu kabisa, 3 marahil, marhala 3, marago matatu. Abdullah ibn Umar akapanda farasi wake akamfukuzia Al-Husayn, kwa sababu yeye anasafiri na familia. Al-Husayn anasafiri na familia, basi mwendo wake unakuwa ni mdogo mdogo, haendi kwa haraka. Sasa huyo akapanda farasi mbio, pengine mwendo wa siku 3 akautembea kwa siku moja, akamfukuzia mpaka akampata Al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Umar akamdiriki Al-Husayn radhiyallahu anhum, akamuuliza aina turidu, wewe Husayn unakusudia kwenda wapi? Qala al-Iraq, nakwenda Iraq. Kisha akamtolea barua zile za watu wa Iraq ambazo wamemwita, akasema hizi ni barua zao na bai'a yao. Barua nyingine ikaniletea Muslim bin Aqil kwamba tayari washakula kiapo huko. Ibn Umar akamwambia la ta'tihim, usiwaendee bwana, usiende. Akakataa Al-Husayn, sasa mimi lazima niende. Abdullah ibn Umar akamwambia Al-Husayn, nitakusomea mimi hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jibril alayhi salatu wassalam alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akamkhiyarisha, akampa khiari achague baina ya dunia na akhira. Mtume sallallahu alaihi wasallam akachagua akhira. Wa innaka, na wewe Al-Husayn, bad'atun minhu, ni kipande cha nyama kutoka kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, ninamwapia Allah, la yaliha ahadun minkum abada, hili jambo la ukhalifa hili jambo la uongozi hili, na kuapia kwa Allah, hatatawalia miongoni mwenu nyinyi mtu yoyote, hata kuwa mtawala. Wewe huwezi kuwa mtawala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama sarafaha Allahu ankum illa lilladhi huwa khairun lakum, hakulipondoa jambo hili kuwaepushieni nyinyi ahlul bait, akaliondoa kwenu, isipokuwa kuna jambo bora kabisa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliandaa kwa ajili yenu. Pamoja na kumwambia maneno hayo kwamba wewe huwezi kuwa mtawala, huko unapokwenda utauliwa wewe, Al-Husayn akakataa.
Abdullah ibn Umar akamkumbatia, akampiga muanaka, kisha akalia sana, anamhurumia, akamkumbatia akalia sana kwa kuwa hakukubali ushauri wake na anawajua watu al-Kufa walivyo. Akamwambia, astaudiuka Allah min qatil, na kuaga mimi na kuweka wewe katika amana ya Allah tabaraka wa taala. Wewe utakayeuliwa, wewe utauliwa wewe, mimi nakuweka katika amana ya Allah kuhifadhi wewe. Abdullah ibn Umar akawa ameshafikisha alichokuwa nacho, akaamua kurudi zake Makka. Al-Hussein akawa ni musammim kwenye jambo lake. Haya pia ameeleza al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Ukitaka kusoma hizo habari kuna mambo mengi ya kihistoria, lakini ukirejea katika ule mujallad wa 8 wa tarjama ya al-Bidayah wa Nihaya juzu ya 8 utasoma zile habari, kataja mambo mengi marefu. Mimi natoa ikhtisari tu kwa sababu tupate ile picha halisi ya jambo hili. Abdullah ibn Zubair ni sahaba pia. Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. Abdullah ibn Zubair baba yake Az-Zubair ni sahaba, na yeye pia ni katika watoto wa masahaba, yani katika vijana wadogo katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mama yake ni Asma bint Abi Bakr, ni ukoo wa masahaba kwa sababu mama yake ni sahabia, babu yake mzaa mama ni sahaba, wajomba zake wengine ni masahaba, khalati yake bibi Aisha ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni sahabia, ni ummul mu'minin. Abdullah ibn Zubair, bali baba yake ni katika al-ashara al-mubashirin bil janna, katika wale watu 10 waliobashiriwa kuingia peponi katika hadithi moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwataja, miongoni mwa hao ni babake. Sasa Abdullah ibn Zubair yeye alimwendea al-Husayn akamwambia, aina tadhhab, wenda wapi al-Husayn? Sema mimi nakwenda al-Kufa. Akamwambia, atadhhabu ila qaumin qatalu abak wa ta'anu akhak la tadhhab. Wewe unakwenda kwa watu ambao wameshamuua baba yako, watu ambao walimjeruhi wakamchoma kwa mkuki kaka yako, usiende. Akakataa al-Husayn, akasema mimi nakwenda, mimi nitakwenda. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu na yeye pia alitia mchango wake kwa al-Husayn, akamwambia, ya Aba Abdullah, inni laka nasihun wa inni alaykum mushfiqun. Ewe Abu Abdullah, mimi ni mwenye kukunasihi wewe na mimi ni mwenye kukuhurumia. Qad balaghani annahu qad katabakum qaumun min shi'atikum bil Kufa, zimenifikia habari kwamba wamewaandikia nyinyi barua watu miongoni mwa wafuasi wenu waliokuwa al-Kufa, yad'unaka ila al-khuruj ilayhim, wanakuita utoke kwenda kwao. Fala takhruj ilayhim, usiende kwao. Fa inni sami'tu abaka yaqul, hakika mimi niliwahi kumsikia baba yako akisema, fil Kufa, katika mji wa al-Kufa, wallahi laqad malaltuhum, na hapa kwa Allah mimi nimeshawachoka wao, wa abghadtuhum, na nimewachukia wao, na wao wamenichoka na wamenichukia. Kwa nini? Kwa sababu wao hawatekelezi ahadi. Wa man faza bihim faza bisahmi al-akhyab, atakayefanikiwa kwa wao, atakayefuzu katika wao, yani akawa amefanikiwa jambo lake akiwa pamoja na hao watu al-Kufa, basi atakuwa amefanikiwa kwa sahmu na fungu lililokuwa patupu, yani ataruka patupu huyo.
ni watu ambao hawana nia za kweli wala azma za kweli wala hawana uvumilivu katika suala la kupigana na mapanga. Lakini yote hayo al-Hussein radhiallahu ta'ala anhu hakuyakubali, bali njiani alikutana na mshairi mmoja akitokea sehemu za al-Iraq akiitwa al-Firazdaq. Alikutana njiani, baada ya kusalimiana, wewe nani? Anasema mimi ni katika mabedui wa huko Iraq. Vipi watu wa huko? Akamwambia qulubuhum ma'aka wa suyufuhum alayka, kiukweli nyoyo zao ziko pamoja na wewe, wanakupenda, lakini mapanga yao yako dhidi yako. Vita vikianza wao ndio watakao kupiga, pamoja na kwamba wakupenda. Pia hayo hayakumfaa al-Hussein, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka kulipitisha jambo, ashalikadiria jambo lipite kwa mtu yoyote, basi hakuna kitakachomwingia yeye, atakafanya hivyo hivyo tu. Usipite njia hii bwana, hamna neno, kumbe enda kufa. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala alilikadiria jambo kwa al-Hussein bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, akataka kuutia mtihani umma, na ni mtihani mzito kwa kusema kweli. Al-Hussein akaelekea katika ardhi ya Karbala,